kuna fursa kubwa sana kwenye mnyororo wa thamani wa sekta ya nyuki. Si lazima wote watafuga, si lazima wote watauza bidhaa za nyuki. Kuna usafirishaji nje ya nchi, kuna mambo mengi, kufungasha, kuuza vifaa. Kwa maana hizo fursa zote tutakuwa tunazileta nje siku hiyo ya kongamano. Tunafuga nyuki kwa miaka 5 mpaka sasa, na sikwenda shule ya kufuga nyuki, ni passion. Watu wanasema soko hamna ni kwa sababu hawana elimu. Lakini nikitaka nitafute asali kwa wafugaji na kosa, au nikiipata inakuwa haina ubora. Tunapopeleka asali nje ya nchi inapimwa ubora. Kuna mambo mengi sana. Unakuta asali ni nzuri, mtu amevuna asali nzuri lakini amechakata vibaya. Tuna supply ya kupeleka asali nje ya nchi. Asali ipo ndani lakini bado hatujaona huo muunganiko mzuri. Unajua, unaenda sehemu moja wafugaji wenyewe hawajuani. Huyo ana asali, huyo ana asali, huyo ana asali, hawajuani. Wanajua ana elimu ya namna bora ya kuchakata na kupata asali, lakini hapana shida ya soko hata kidogo. Ninakuhakikishia mpaka sasa hivi ni demand, lakini unazunguka sana na shida kupata asali nzuri. Kwa hapa mjini Mbeya, kwa takwimu zilizopo, hakuna chama cha wafugaji nyuki ambacho kimesajiliwa. Nyuki hautomlisha, hautompeleka hospitali, hautofanya chochote. Nyuki anataka tu maji, anataka tu na maua ya kawaida tu, anazalisha na ana mazao mengi sana. Asali ikiweka kwenye chombo chochote ambacho kinatumika na kitu chochote inapoteza ubora. Mtu anaweka ile asali, anauza barabarani, anauza kwa lita, wakati asali kitaratibu na tuuze kwa kilo moja au kwa kilo ngapi. Serikali haiamini kwenye lita kwenye nyuki. Kwa maana ni elimu tu watu hawana. Wakati angefungasha ile asali kwenye mfuko mzuri, ingeweka mpaka namba zake za simu pale. Sisi tunajihusisha na mambo ya ufugaji wa nyuki kwa kutumia mizinga ya udongo na mizinga ya tofali. Lengo letu kubwa sisi ni kupunguza changamoto ya ajira kwa vijana na kuongeza vipato kwa wanaohitaji kuongeza vipato kwa kupitia tasnia ya ufugaji wa nyuki. Ufugaji wa nyuki ni biashara, yani ni biashara ambayo inaweza kuwatoa, kwa sababu lengo ni kupunguza changamoto za umaskini na kuwa tegemezi kiuchumi, kwa sababu vijana wanamaliza vyuo lakini bado wanakuwa tegemezi kwa wazazi wao.